Kile unachokitafuta ndicho kinachokupa mamlaka ya kucommand supernatural life. Kile unachokitafuta ndicho kinachokupa amri, mamlaka. Unachotafuta kwenye neno, kile tunachokipata kwenye neno ndicho kinachotutafsiri huku mwilini na kutafsiri na kuipa tafsiri hatima yetu. Kile tunachokipata kwenye neno ndicho kinachotutafsiri sisi na kuipa tafsiri hatima yetu. Tukikosa kitu kwenye neno, tunakosa tafsiri ya kwetu sisi. Tunachokipata kinatudefine sisi na kuredefine hatima zetu. Unajua, mfano Martin Luther alikuwa ni Mkatoliki, alikuwa ni padri kabisa, na alikuwa anatumika Italia kule Roma, makao makuu. Ile alipokuwa anasoma Biblia, ni kitabu cha Warumi sura ya 1, kuna neno alikutana nalo, lile likabadilisha kufikiri kwake kabisa, likabadilisha fikra, likabadilisha kila kitu cha kwake. Akaanza kutazama Biblia, neno la Mungu na mambo ya Mungu kwa mtazamo tofauti. Akaanza kuchambua mambo kama 53 ambayo yeye akaona wao wanaenda kinyume nayo. Akaanza kuangalia kwa upana wake, akaanza kufunga, anaomba Mungu, akakaa na Mungu. Ndio mtu akaanza kutafsiri maandiko, sababu kipindi kile walikuwa wameweka sheria. Ukikamatwa na Biblia ni kama vile umekamatwa na meno ya tembo. Ni kesi kubwa sana. Kwa Biblia imeandikwa kwa Kirumi, kwa Kigiriki na Kirumi. Haruhusu kabisa mtu yote kushika kumiliki Biblia. Ilikuwa ni kosa la jinai. Wanawezo wao tu. Kwa sababu wanini? Hawataki ile kweli ifike kwa watu na watu wajue. Yeye akaamua kutafsiri kwa lugha zile za kule ambazo jamii tasoma kabisa, kwa Kiingereza na nini. Akatoa kama kopi 500 za mwanzo, na kipindi kile ndio teknolojia ya ile typewriter imeingia. Akwa type kama kopi 500 akazisambaza kwa siri. Alipotype nyingine akakamatwa, ikawa ni kesi, akafungwa gerezani. Usiku wa kuamkia siku yake ya kuuawa, wanaenda wanakuta gerezani hayupo. Alitokaje mpaka kesho kutwa hamna anayejua. Akatorokea nchi nyingine, amekaa huko, ndio akarudi kwa Ujerumani kwenda kuanzisha KKKT. Alitafuta neno, kuna kitu akakipata, kikamtafsirisha yeye na kikatafsiri hatima yake, kikafanya redefinition, ikampa tafsiri mpya ya hatima yake. Kuna mahali alikuwa anaelekea kwenye mwelekeo fulani, ile alichokipata kikamuhamisha, kikampa mwelekeo mwingine. Kwa ni muhimu sana kutafuta neno. Katikati ya neno kuna kitu utakipata, na ukikipata ndicho kinachokupa command huku chini duniani. Kwenye baadhi ya maeneo ambayo ukitafuta neno kwenye eneo fulani, ukalipata neno kwenye eneo fulani, linakupa mamlaka kwenye eneo. Yesu aliposema mamlaka yote ya mbinguni duniani nimepewa mimi, ila ile duniani ninawapa nyinyi, nendeni ulimwenguni kote. Yale mamlaka aliyotupa hakutupa tu kwamba sasa tunayo, ameyaweka ndani ya neno. Unapotafuta neno, ukasoma Biblia, kuna neno ukikutana nalo, ukilikuingia linakupa na mamlaka juu ya hilo eneo. Bishop David Oyedepo anasema chanzo cha mafanikio yake ya kimwili, sasa anasema aliamua kuchukua vitabu viwili. Kuna kimoja kinaongelea mafanikio, kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Kenneth Copeland, na kingine kimeandikwa na mke wake Gloria Copeland. Akasema akavichukua vile vitabu, akachukua na Biblia, akaenda mlimani, akajifungia siku 3, anasoma Biblia na anasoma vile vitabu, anaomba, anasoma Biblia, anasoma vitabu, anaomba. Kuna neno akatana, alipokutana na ile neno akashauti, yes I shall never be poor. Anasema kuanzia pale hata umwambie nini hado hakuwa. Na kipindi hicho alikuwa hana chochote, bado hana chochote, yani hana mbele wala nyumbani bado. Kipindi hicho walikaa karibia wiki nadhani hawana chakula ndani, wanakunywa uji wa watoto, familia nzima, uji ule wa mtoto. Kwa mtu alienda kumtembea akawapelekea carton ya unga uji wa watoto, ndio anashindia uji wa watoto familia nzima. Ila nakwambia alikuwa ameshapata prosperity mentality. Leo hii ukisearch, ndio mtumishi wa kwanza dunia nzima kwa utajiri. Kutokea wapi? Alisoma akatafuta. Kwa unaposoma Biblia, soma kwa kutafuta. Usisome kwa kumaliza kusoma. Usisome kwa kumaliza kusoma chapter. Soma kwa kutafuta. Tafuta kwamba nataka kwenye eneo hili. Hilo eneo litafutie vitabu vinavyoongelea. Sikiza watumishi wa Mungu wameongelea nini? Soma maandiko yale, omba, soma, omba, tafuta. Ukipata itakupa definition ya kwako kwenye eneo husika, na itaredefine hatima yako kwenye eneo husika. Anasema wakati anataka kufunga ndoa, alichukua vitabu 8 vilivyoandikwa na watumishi wa Mungu mbalimbali, akasoma vinavyohusu ndoa 8, akavisoma, akampa na mke wake akasoma. Walivyosoma akaandika mkataba
agano. Akamwambia mke wake, kama unakubali kuolewa na mimi njoo usaini. Anasema mpaka leo ipo huo mkataba. Walisainishana, akaandika hivi na hivi, akaweka maisha yake yote atakavyokuwa. Na wewe mke wake akasema, kama unakubali na mimi kwenda kwenye njia hii, weka sahihi hapa. Ili mbele tukazinguana, akasaini. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu alitafuta akaona. Kwa nini? Kwa sababu Mathayo 7:8 nasemaje? Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni. Sisi tunaisha kuomba. Kwa ukishaomba unapewa. Ili kama umepewa haimaanishi umepata. Yohana 7, Mathayo, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtafanyaje? Mtaona. Bisheni nanyi mtafanyaje? Mtafunguliwa. Hauwezi kupata kitu mpaka umekiona kwanza. Kumbuka alisemaje? Walitazama ila hawakuona, kwa hiyo hawakupata. Kwenye kanuni za kiroho, kuona kunatangulia kupokea. Hauwezi kupokea kama haujaona. Mwanzo sura 13, Mungu alimwambia Ibrahim, inua macho yako, tazama kaskazini na mashariki, magharibi na kusini. Kwa kadri utakavyoona ndivyo nitakavyokupatia. As far as you can see, kwa kiwango utakachoona. Kwa hiyo ukapokea mpaka umefanyaje? Kwa ili uone upate kupata ni lazima utafute. Kwa ukiomba unapewa, then tafuta. Kwa sababu ukipewa afu hujaona ulichopewa utakipata. Mfano nimekuja nyumbani kwako, bana pasta na shida moja vile, nikasema hamna shida, afu nakuja kwako haupo. Ninakiacha ndani afu naondoka zangu. Kama hujakiona utakitumia. Kama hujakiona utakipata. Ombeni nanyi mtapewa, tafuta. Kwa hiyo unatakiwa utafute. Tunachokifahamu hakitubadilishi, ila tunachokipata ndicho kinachotubadilisha. Siku zote kinachombadilisha mtu ni kile alichokipata, sicho anachokifahamu. Kufahamu ni tofauti na kupata. Uweze kufahamu kitu ila usikipate kitu. Unachokifahamu hakiwezi kukubadilisha isipokuwa kile ulichokipata katikati ya kufahamu kwako. Kwenye kile ulichokifaham kuna ambacho umekipata, lazima utafute. Sasa ukipate lazima Mungu akuonyeshe. Sababu anasema tafuteni nanyi mtafanyaje? Taona. Ni kile ambacho Mungu amekuonyesha ndicho kinachokuonyesha nawe kwenye dunia. Kile ulichoonyeshwa ndicho kinachotumika kukuonyesha wewe. Kwa hiyo ulichokiona kinatumika kukutambulisha. Chochote ambacho Mungu anakuonyesha, hicho ndicho ambacho kinatumika kukuonyesha wewe. Unachokipata ndicho kinachokutambulisha. Unachokipata ndicho kinachokupeleka kwenye jamii yako, ndicho kinachopeleka kwenye eneo lako husika ambalo umelipatia hapo kitu. Ndio maana shetani atapambana kufa na kupona. Usiwe mtu wa neno, yani hilo atapambana nalo usiku na mchana. Lakini neno huwa linaenda na maombi. Neno bila maombi hamna kitu. Utasoma neno ila utakuwa hauelewi au hauoni. Sababu kazi mojawapo ya maombi ni kulipasua neno unalolisoma ili litoe kitu ndani yako upate kuona. Unasema ombeni nanyi mtapewa, then tafuta. Kwamba unapofanya maombi ukiingia kutafuta unaona kile ambacho umepewa. Kupewa unapewa kwenye platform ya maombi, ila kukiona ulichopewa unapewa kwenye platform ya kutafuta. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amen. Kwa hiyo ukiomba unapewa, ila kuona au kupata ni mpaka utafute. Kwa hiyo ukisema unatafuta peke yake kabla hujaanza kuomba, hautaona. Kwa sababu lazima kwanza neno limepangiwa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtapata. Kwa unapoomba unapewa kile ambacho umeomba, ila kukipata sasa ni mpaka utafute. Kwa ukiomba Mungu anakutengenezea mazingira, anakupa na neno fulani, ila nitakiwa ukae na neno la Mungu, usome, utafute, uone kitu ndani yake ambacho kinakupa jibu la kile ulichokipata. Unaomba Mungu, Mungu nitengenezee mlango hapa, nifungulie mlango hapa. Mungu anakuambia hamna shida, anakupa mlango fulani. Lakini kuja kuona ule mlango inabidi upite kwenye maandiko ili ujue mlango wangu ni huu. Ile kwamba umeomba Mungu na akakujibu haimaanishi kwamba unacho. Unaweza kumuomba Mungu na akakujibu kabisa na bado usiwe nacho, kwa sababu hujatafuta. Kwa unaomba na kuomba, ndio baada hapo tafuta na kutafuta. Kwa kwenye kile unachokiombea, ukimaliza ndugu yangu, tafuta notebook, tafuta Bible, andika mistari ya Biblia yote inayoongelea hicho kitu. Hata kama ni mingi basi andika hata michache. Uitafakari, omba Mungu nifungulie mlango. Mwakasege hoga anatoa story yake moja, anapenda sana kama anafundisha mambo ya meza ya Bwana. Anasemaga hivi, akienda kusali mahali, akakuta kuna meza ya Bwana, akishaona tu kuna kushiriki, pale anaanza kumwomba Mungu, leo kuna kitu gani umeniandalia? Anaomba Mungu ili Mungu amuonyeshe kitu gani ambacho anataka akipate kwa siku hiyo kutoka kwenye meza ya Bwana. Sasa sio hajui maandiko ni yale maandiko kila siku, mtamega mkate, akabariki, akafanya jali, lakini
Kuna kitu gani kimo? Anasema akiomba hivyo Mungu huwa anamuonyesha kitu, na anamuonyesha kitu kipya ambacho hajamuonyesha mwanzo. Kwa akaenda kushiriki, anaenda kushiriki akijua hapa kuna kitu napata. Na akishiriki kile kitu anakipata kweli. Kwa nini? Kwa sababu unachokifahamu hakibadilishi maisha yako, isipokuwa ulichokipata ndicho kinabadilisha maisha yako. Mungu alimwambia Ibrahimu, toka wewe kwenye nchi yako na watu wako, uende kwenye nchi nitaenda kuagiza ufanyeje? Uende. Alivyoenda kwenye nchi, kwani alifikiemo? Kwani alimiliki? Alivyoifika Mungu akamwambia, inua macho yako, angalia kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, sema kwa kadri utakavyoona nimekupa. Kwa nchi Ibrahimu alipewa kabla hata hajaanza safari. Anasema uende kwenye nchi nitakao kuagiza uende. Kwa alishapewa, alishaandaliwa, akaanza safari na akaenda na akaifikiemo. Ile Mungu akumpa. Walikaemo, hajapewa bado. Kwa nini? Kwa sababu alikaa mpaka mifugo yake kaongezeka. Yeye akawa tajiri, Lutu akawa tajiri. Wakagombana mpaka wakatengana. Kwa alikuwa ndende nchi. Walivyotengana ndipo Mungu anamwambia, inua macho yako, utakavyoona ndivyo nitakavyokupa. Kwa alikuwa hajapewa bado, japo yuko ndani ya ile nchi. Kwa nini alikuwa hajapewa? Kwa sababu alikuwa hajaona. Yumo ndani ya nchi ila hajapewa. Kwa nini? Sababu alikuwa hajaona. Amekuja kupewa Mwanzo sura ya 15. Mungu alipomwambia leta wanyama, leta nini, akamwambia kwamba nchi hii nimekupa wewe na uzao wako. Ibrahim akamwambia Mungu, nitapataje kujua kama umenipa nchi hii? Ndipo Mungu akamwambia niletee hua wa wanyama pale, akapasua, ndio Mungu akapita akafungania agano. Mwanzo 15, ila 13 anamwambia inua macho yako. 12 alipewa, akamwambia nenda, kuna nchi nimekuandalia. Aliandalia lakini hakuipata mpaka alivyoiona. Kwa ukishamaliza kuomba, sawa, umeomba, rudi kwenye neno, tafuta maandiko. Mungu, nionyeshe kile ulichonipa, nifungulie macho nione, nipate kukimiliki kile ulicho nipa. Isaya anasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, nimepewa mtoto mwanamume. Akaongelea pale, lakini ilibidi Simeoni na Ana waombe ili Yohana 1:14 itimie, naye neno akafanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, aliyejaa neema na kweli. Kwa umeomba, Mungu amekupa, ila kile kitu alichokupa ili kifanyike mwili ukione, lazima utafute.